Ikiwa ni siku ya Jumapili, siku ya Januari 25 mwaka 2026, ni mchezo mwingine wa hatua kombe la shirikisho barani Afrika, pia tiketi ya kuweza kuingia katika hatua inayofuata ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo leo kuanzia majira saa 10 kamili jioni ndio mchezo ulianza kule katika jiji la Nairobi kule nchini Kenya. Ni mchezo wa kombe la shirikisho ambapo wenyeji kutoka Kenya, Nairobi United, waliwaalika matajiri kutoka jiji la Dar es Salaam. Hawa ni Azam FC. Ni katika mchezo pia mwingine wa hatua makundi kwenda hatua robo finali, na Azam FC mpaka hivi sasa ndiye ameweza kuibuka na alama zote tatu muhimu, licha ya wao kuanza kutangulia kwa upande wa Nairobi United mnamo dakika ya 14 kwa Duncan Olochu akipiga moja kati ya mpira kutoka nje ya 18 na mlinda mlango wa Azam FC Zuberi Foba. Ni kama mpira ule uliweza kumshinda nguvu kwa sababu alikuwa ametoka kwenye goal line, na hivyo Nairobi United kuongoza katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Lakini mnamo dakika ya 17 yule uletena usajili mpya kutoka DRC Congo, huyu ni Japhet Kitambala, bonge moja la striker, akaweza kuisawazishia Azam FC goli la kwanza. Lakini mnamo dakika 78 kuelekea 80 ni goli la kujifunga kwa upande wa Nairobi United kupitia kwa mchezaji anaitwa Ernest Mohamed, ambapo ni mpira wa kubabatiza ambao aliweza kupiga Japhet Kitambala, lakini mpira huo ukaweza kama kumbabatiza mchezaji wa Nairobi United. Hii ni mechi tunasema ambayo Azam FC walikuwa wanaitaka kwa umuhimu wake ama kwa ukubwa wake, kwa sababu pia wakishinda hapa basi watakuwa wanajika katika nafasi nzuri ya kusonga katika hatua inayofuata michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo leo matajiri wa jiji la Azam FC ambapo wameondoka na alama tatu muhimu katika dimba la Nyayo nchini Kenya, ambapo walikuwa wakipiga dhidi ya Nairobi United. Hivyo kongole sana zaidi kwa Azam FC kwa sababu wao pia wanaendelea ama wanazidi kujiweka vizuri, kwa sababu tayari wamechukua alama zote tatu ndani ya dimba la Nyayo Nairobi nchini Kenya, ambapo magoli yote kwa upande wa timu zote mbili ni mchezo huu umeweza kuzaa magoli takriban matatu. Kwa upande wa goli moja kwa upande wa Nairobi United mnamo dakika 14 likifungwa na Duncan Olochu, lakini goli la kujifunga kwa upande pia wa Nairobi United kupitia kwa mchezaji anaitwa Ernest Mohamed mnamo dakika 70, lakini Japhet Kitambala ndio ameweza kuongoza ama kuisawazishia Azam FC goli la kwanza mnamo dakika ya 17. Pia mashabiki wa Azam FC wameweza kufurahi na kusema kwamba kweli timu zote zinazotokea hizi na pointi, ila kuna mwenzetu sasa. Haya ni baadhi ya komenti katika baada ya mchezo huu kumalizika, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika leo tarehe 25 mwezi wa kwanza 2026. Ni full time katika dimba la Nyayo kule nchini Nairobi Kenya. Ni full time Nairobi United 1 Azam FC 2. Hii ni Niako TV. Tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako TV. Mimi ni official Mutra Msanawaji kule Instagram, unaweza kunifollow kwa jina moja la official Mutra Msanawaji, pamoja na TikTok kote unatumia kama Mutra Msanawaji_tz. Hii ni Niako TV, tunasema habari yako ni habari yetu.